Mpenzi mtazamaji wa Sheikh Katoto TV, karibu sana katika kipindi chetu cha Je Unalijua. Na leo katika kipindi chetu cha Je Unalijua tutazungumzia mambo kadha wa kadha kuhusu maajabu ya piramidi za Misri au kuhusu maajabu ya piramidi za Misri. Piramidi za Misri au huitwa piramidi za Giza ni kati ya majengo yanayojulikana zaidi duniani. Ziko kando ya bonde la mto Nile, karibu na mji wa Giza, takriban kilomita 15 kutoka Cairo, ambao pia ni mji mkuu wa Misri. Mwanahistoria wa Ugiriki wa kale aliyeitwa Herodot alizihesabu kati ya maajabu 7 ya dunia, na tangu siku zile miaka 2500 iliyopita zilitembelewa na watalii wengi kutoka sehemu tofauti za dunia. Piramidi hizo ambazo zilipewa majina yake kutokana na wafalme wa Misri kipindi hicho ambao ni Kelpos, Kefren na Mykerinos, ambao huko waliamua kujijengea makaburi yao wenyewe na walizikwa huko. Piramidi hizo zote hazikukaa peke yake, bali zilijengwa pamoja na majengo ya kando. Kila piramidi ilikuwa na mahekalu mawili ambako makuhani walitoa sadaka kwa ajili ya roho za mafarao marehemu peponi. Kwa kawaida malkia wake wa farao walizikwa katika piramidi ndogo au makaburi mengine kando ya piramidi kubwa. Ndugu mtazamaji, inasemekana kwamba piramidi ilikuwa ndiyo jengo refu zaidi lililojengwa na mwanadamu miaka 4000 iliyopita. Mojawapo ya piramidi refu zaidi huko Misri au Egypt kama wengi tunavyofahamu lina urefu wa futi 481, sawa na jengo lenye ghorofa 48, na lina uzito wa tani milioni 14.5. Limechukua eneo la mraba hekari 13, sawa na viwanja 10 vya mpira wa miguu. Inaaminika kuwa lilianza kujengwa mnamo mwaka 2540 KK, yani kabla ya Kristo, na kumalizika miaka 23 baadaye. Piramidi kubwa zaidi Misri ama Egypt kama wengi tunavyofahamu ilitumia matofali, yani majabali na mawe takriban 2.3 milioni, na inakadiriwa kuwa kila tofali, jabali au jiwe lilikuwa na uzito wa tani 7. Kwenye kilele cha piramidi, jiwe lililotumika kufunika juu kabisa lina uzito wa tani 50. Mpaka leo wazungu wanajiuliza ni kina nani walilipandisha jiwe hilo na lifanyika vipi jiwe la namna hiyo kupandishwa juu ya urefu wa futi zaidi ya 400 na binadamu, jambo ambalo ni gumu kulielewa. Pia unaambiwa piramidi hilo lilijengwa kwa vipimo vya hali ya juu na ustadi mkubwa sana, jambo ambalo linathibitisha kuwa taaluma ya uhandisi na hesabu imeanza kutumika miaka mingi sana. Na kitu usichokijua mpenzi mtazamaji wa Sheikh Katoto TV, pande zote 3 za piramidi zipo sawa, na unaambiwa huwezi kuona kimvuli cha piramidi hata ukae upande gani. Hii ina maana kuwa hata jua likae upande gani huwezi kuona kimvuli cha piramidi. Hesabu zilizotumika kujenga piramidi hilo ni pasua kichwa. Wazungu walipokuja Afrika hawakuchukua vibovu, bali walichukua vitu vizuri vyote na kuhamishia kwao. Waliiba taaluma mbalimbali na kuzihamishia kwao, na kuhakikisha wanapoteza ushahidi kabisa wa kuwa zilianza Afrika. Kabla ya wazungu kuja Afrika, tulikuwa tumekamilika kwenye kila idara: wataalamu, madaktari, wanajeshi, wabunifu wa kila aina. Wote hawa walikuja kuzolewa na kupelekwa utumwani kwa watumikia watu weupe. Walituachia majonzi na umaskini wa kutosha ambao bado unatutesa. Ndugu mtazamaji wa Sheikh Katoto TV, ingawa jamii za kale
katika maeneo mbalimbali ya dunia zilijitahidi sana kujenga piramidi. Mfano piramidi ya Meroe nchini Sudani. Ila zile za Misri ndizo zinazofahamika na watu wengi duniani. Piramidi zimekuwa zikitumika kama kivutio kikubwa cha utalii kwa Misri. Hiyo imewezesha na uwezo wa kustahimili majanga tofauti na kuzisababisha ziendelee kudumu miaka hadi miaka. Mpenzi mtazamaji wa Sheikh Katoto TV, kwa leo tunaishia hapa. Tukutane tena kipindi kijacho, na usiache kuangalia vipindi vingine vya Sheikh Katoto TV.